ubora. Mwanaume anaweza kawa anatoa sperms, ndio ni kweli, lakini zile sperms zinakuwa hazina ubora wa kuweza kutungisha yai la mama na mwisho wa siku mimba ikatungwa. Kwa hiyo hizi mbegu zisizo na ubora ni ile unakuta yani anapata immature sperms. Zinatoka ndio ni nyingi, lakini ziko immature, uwezo wa kutungisha mimba hauna. Ni kama vile tunasema labda tolee mfano wa tunda, labda umeangua embe ambalo halijakomaa. Kwa hiyo hatutegemei kwamba lile embe litakuja kuiva kwa sababu umeliangua katika kipindi ambacho halijakomaa kuweza sasa kuendelea na ule mwendelezo wa kukomaa na mwisho wa siku likaiva. Ndio kama ilivyo kwenye mbegu za baba. Kwa kama anatoa mbegu ambazo zina ubora, mwisho wa siku kama hazijakomaa vizuri haziwezi kutungisha mimba. Lakini pia kutoa mbegu ambazo haziwezi kutembea vizuri, immotile sperms tunaziita. Tunajua mbegu ina kichwa na mkia, lakini unakuta kichwa kina mbegu ipo haina mkia. Kwa mkia ndo unawezesha kuweza kuswim na kupenetrate, mwisho wa siku kutungisha mimba. Kwa mbegu kama iko immotile hatuwezi mwisho wa siku ile kuswim na kufanya penetration kutungisha mimba kwa mama. Lakini pia tunasema low sperm count, ambao ni uhaba wa mbegu za kiume kwa wanaume. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambao wanaume wanayo. Umeona, wanazalisha kiasi kidogo sana cha mbegu za kiume. Kwa mwisho wa siku zinakosa uwezo wa kuweza kutungisha yai la mama na mama kupata mimba. Lakini pia na wenyewe wanaweza kukumbwa na changamoto ya mirija kuziba. Ile mirija ambayo inaweza kusafirisha mbegu za kiume kwenda kwa mama zinaziba, kwa baba anashindwa kabisa kutungisha mimba. Lakini pia msongo mkubwa wa mawazo ina play part kote kwa mwanamke na kwa mwanaume. Binadamu yoyote yule akiwa na msongo mkubwa wa mawazo inapelekea kuweza kupata changamoto ya ugumba, japo inawezekana ni kwa muda, yes, inatokea. Lakini kitu kingine ni lifestyle. Pia kwa wanaume wanakuwa affected na lifestyle, uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe uliokithiri, kuishi kwenye mazingira ambayo ni ya mionzi sana, inapelekea sana baba kutoweza kutungisha mimba. Lakini pia kufanya kazi kwenye mazingira ambayo yenye joto kali sana, pia na yenyewe ni sababu mojawapo ambayo inachangia kuweza kuharibu zile mbegu za kiume na kutoweza kutungisha mimba. Kwa hiyo tunaona hayo ni mambo kadhaa ambayo yanapelekea wote, kwa baba na kwa mama, kutokuweza kushika au kutungisha ama kushika ujauzito. Kwa vitu kama hivyo vinachangia. Sasa baada ya hapo tuangalie hadithi ama ukweli unaosemwa kuhusu ugumba. Yes. Kwa katika pitapita zangu na kufanya kazi na wamama na baba na kukutana nao kwenye guidance yao ya preconception care, nimekuta kuna watu wana maswali kwamba baba wengi wanasema wanaamini hizo ni hadithi